أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه غر الميامين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ndugu zangu katika imani, huu ni wasia maalum wale ambao wenye kufanya kazi katika sehemu walizoajiriwa, aidha serikalini au katika makampuni au katika kazi binafsi. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa: ya Rasulullah, ayu kasabin atyab, nilipi jumo lililokuwa zuri? Faqala, akasema, amalu rajul biyadihi, kazi ya mtu kwa mkono wake. Wa kullu bay'in mabrur, na kila biashara ambayo haina khadaa, na kila biashara ambayo yenye kufanywa kwa misingi imara. Ndugu zangu katika imani, utaratibu wa kufanya kazi ni ibada, kwa sababu ibada kullu ma yuhibbu Allah wa yarallah, kila jambo ambalo Allah analipenda na kuliridhia, hilo ni ibada. Ikiwa mtu atalifanya jambo hilo, atapata thawabu kwa sababu amefanya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yule ambaye atakayetoka nyumbani kwake asubuhi akaenda kufanya kazi yake ya halali, ikiwa ni daktari, ikiwa ni askari, ikiwa ni mfanyakazi ofisini, ikiwa ni mfanyakazi binafsi ambayo kajiajiri mwenyewe, akarejea wakati wa jioni hali ya kuwa kachoka, na akaifanya kazi yake kwa uadilifu, kwa misingi imara, kwa misingi ya halali ya kisheria, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo anarejea hali ya kuwa amesamehewa madhambi yake. Subhanallah. Ndugu zangu katika imani, hii ni faida kubwa. Mola wetu anatupenda sana. Na kinyume chake kwamba hatutakiwi katika miamala ya kazi, katika maofisi yetu, katika makampuni yetu kufanya ghushi. Ndiyo maana Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, musile mali zenu baina yenu kwa batili, mkadhulumiana. Ndugu zangu katika imani, ndugu zangu, tufahamu ya kwamba leo hii wapo waajiriwa ambao wanapewa mishahara yao na mabosi wao, lakini bado wanachukua mali, wanadhulumu, wanaiba. Ewe mfanyakazi serikalini, unapoajiriwa na ukawekwa nafasi ili uwahudumie watu, ili uwahudumie wanajamii, basi jua kwamba wewe umepewa dhamana. Usithubutu kufanya khiana, kufanya ghushi, kula mali ya watu, kuiba na kukwapua kwa dhulma. Ni makosa yaliyokuwa makubwa mno. Yauma al-qiyama tutakuja kuteswa.
Mfanyakazi wa ofisini, unapokuwa ofisini kwako ukafanya kazi yako vizuri, ujue kwamba wewe uko kwenye ibada. Lakini hutakiwi mfanyakazi kwenda kula mali ambayo sio ya halali yako. Hebu tujifunze kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu tu relate na maisha yetu leo. Katika maofisi yetu tunafanya hivyo. Leo utakuta kwamba mali ya ofisi mtu anachukua binafsi yake. Ni dhambi kubwa kabisa kufanya hivyo. Hata karatasi uruhusiwi kuchukua, labda kwa ruhusa ya yule kiongozi.